Haleluya, haleluya. Musa ana vitabu vitano katika Biblia. Kitabu cha 6 ni cha Joshua. Mlango wa 6 ndiko ambako neno la mwaka linapatikana 2026. Mstari wa 2, lakini nisomee mstari wa 1 na wa 2. Hilo ndio neno la mwaka 2026. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema aliposhika mstari wa 1 na wa 2 yanasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Rudia mstari wa 2. Sasa mstari wa 2. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Usiku wa leo uko mahali hapa kwa sababu Bwana ameutia Yeriko katika mkono wako. Yes. Na wafalme wake na mashujaa wake. Yes. Nimesema kila mwaka una watu wake. Kila mwaka una funguo zake. Kila mwaka una wale waliokusudiwa. Yes. Nataka nikwambie mwaka huu kila mji uliokuwa na maboma na ngome na silaha, Bwana amekupatia kuwa wa kwako. Yes. Nina mambo kadhaa ya kuzungumza na wewe. Yes. Najua umepigana vita vingi. Umekumbana na mambo mengi. Lakini neno moja ambalo ninakuhakikishia, kabla haujapigana vita utakuwa umeshaishinda. Yes. Tuliuanza mwaka mwezi Novemba. Tulipoanza kuwa tunaongea ushindi, 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 ushindi. Lakini huu ni wa tofauti. Unakwenda katika majira ambavyo vile ulivyovitaka vitakufuata. Ni mwaka ambao niliona tarumbeta. Nilisikia tarumbeta ikipigwa. Nikauliza, hiki ni nini? Nikaambiwa tarumbeta imepigwa kama ilivyokuwa kwa mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko ulianguka kwa sababu ya tarumbeta. Na ndivyo inapokwenda kuwa kwa watu wangu. Elfu 2026 kuna mambo mtayaona yanafanyika pasipo nguvu ya kibinadamu. Tarumbeta imeshapigwa. Kwako
na kwa taifa. Upepo utavuma, lakini nzige hautawaona. Badala ya nzige utaiona ngano, badala ya nzige utayaona mahindi, badala ya nzige utaiona asali. Mambo mawili ambayo nimeendelea kuyasikia kutoka kwa Bwana. Mambo mawili. Ule mji ambao ulikuwa una magonjwa ambayo yanakusumbua utavunjika, utapasuka, utatoweka, na wewe utaondoka. Ule mji ambao ulikuwa una umaskini, unakufunga katika umaskini, utauendea na hautauona. Kuna watu ambao miji waliokuwa naifuata ilikuwa imefungwa kwa ajili yao. Ulijaribu ya kwanza ikashindikana, ukajaribu ya pili ikashindikana, ukajaribu ya tatu ikashindikana, ukakata tamaa kwamba hii sitaiweza. Tarumbeta. Wengi wenu kuna mambo yatabadilika, hamtaelewa yameanzia wapi. Nataka nikwambie hakutakuwa na neno gumu katika maisha yako. Amen. Amen. Kama Joshua alivyowaambia wana wa Israeli ya kwamba Bwana amesema uzungukeni mji mara moja kwa siku, tarumbeta ipigwe mara moja kwa siku 6. Siku ya 7 mtauzunguka mara ngapi? Mara 7, mkipiga tarumbeta. Baada ya hapo kuta za huo mji zitakuwa zimeshaanguka. Huu ni mwaka wa shofar anointing kwako. Ni mwaka wa upako wa ile pembe. Bwana ameniambia usiku wa leo kila aliyeko hapa, ile pembe ilikuwa niwe nayo hapa, lakini katika ulimwengu wa roho itafanya kazi. Ile pembe imetiwa mafuta kwa ajili yako. Unakwenda kupokea aina ya upako ambao haujawahi kuwa nao wala kusikia. Upako wa uongozi. Unakwenda kupokea mafuta ya kuwa kiongozi mahali popote ambapo wewe utakuwepo. Katika familia utakuwa kiongozi, katika ndoa utakuwa kiongozi, katika biashara utakuwa kiongozi, katika maombi utakuwa kiongozi, katika praise utakuwa kiongozi, mahali popote ambapo utakwenda. Mafuta ya kiuongozi yatakuwa juu yako. Kwa sababu ya mafuta haya, hakuna ufalme ambao utasimama mbele yako. Amina. Yes. Hakuna nguvu ambayo itasimama mbele yako. Amen.
Hakuna ambaye atasimama na wewe kama usiku huu wa leo. Haya mafuta yanakuhamisha. Mbingu imefunguka. Haya ni mambo ambayo yatakuacha mdomo wazi. Kuna upepo ambao unakwenda kuvuma katika nchi. Upepo wa Bwana. Tegemea kuyaona usiyoyatarajia. Huu mwaka utakuwa na matukio yasiyotarajiwa. Kwa kanisa na katika nchi, lakini kwako itakuwa ni ushindi. Tunakwenda kushinda kwa namna ya ajabu sana. Lishike hili neno vizuri. Lishike hili neno vizuri. Kwa sababu ya hayo mafuta Jesus. 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 Kuna nguvu ambayo itakuwa na wewe. Kila utakapokwenda. Na nataka nikuhakikishie mambo mengi ambayo ulidhani hayawezekani unakwenda kuyaweza.
mambo ambayo yalikuweko kabla na kabla na kabla, wewe unakwenda kuyafuta. Mambo ambayo yalisemekana ni magumu na hayawezekani, kwako yatakuwa ni rahisi ya zaidi ya kunywa maji. Jiandae kwa ushindi ambao hautapigana. Kuna uamsho wa ajabu sana ambao unakuja. Mtaona nguvu kubwa sana ya uamsho. Mtayaona maandamano, lakini yatakuwa ya watu kumkimbilia Mungu. Kuna ishara kubwa zitatokea katika hii taifa ambalo zitamshtua kila mtu. Kila mtu atasema inawezekanaje? Mbona palikuwa peupe, hapana wingu, lakini mvua imenyesha? Ndipo watu watajua kwamba ni mkono wa Bwana umefanya. Mambo mengine sina kibali cha kuyazungumza. Mambo mengine sina kibali cha kuyazungumza kwa sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Lakini moja kubwa, watu watarudi kwa Bwana. Watu watarudi kwa Bwana. Ila kwa habari yako wewe, unakwenda kutembea katika viwango ambavyo hujawahi kutembea. Amen. Huu upako utakufanya uvione vitu ambavyo hujawahi kuviona.
Naongea kwa sababu kesho yako iko wazi. Wewe kusikiliza haya maneno, maisha yako yanabadilika moja kwa moja. Israeli alifika mahali ambapo Bwana ndio alikuwa anamshindia vita. Yanakuja majeshi kwa majeshi, Bwana anasababisha wapigane wenyewe kwa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanafika mahali adui kamvamia, kishindo cha wenye ukoma wanne linaonekana kama jeshi kubwa la farasi. Ndivyo itakavyokuwa kwako. Baadhi mmeteswa sana na mambo ya uchawi kutoka mahali mlikozaliwa na mahali mnakoishi. Mmesumbuliwa na uchawi. Hakuna mchawi ambaye ataishi. Hakuna mchawi ambaye atakunyoshea kidole akaishi. Mtasikia habari ya nyumba za mizimu mlikotoka. Mtasikia habari zake. Kuna watu ambao wamekuwa wakitaka kutoka kimaisha, kwa maana ya kufanikiwa kimaisha. Kuna watu ambao utumishi wao umekuwa unazuiliwa, anataka kwenda mbali kiutumishi, lakini mambo yanakataa. Na kuna watu ambao ndoa zilionekana sio fungu lao. Nataka nikwambie hizo ngome zinakwenda kubomoka. Elfu 2026 sio mwaka. Najua wenyewe mnahesabu mwaka. Elfu 2026 ni wakati wako. Ni majira yako. Najua kuna watu wanaulizana itakuwaje, inawezekanaje, mbona? Sio vitu mlivyovizoea sana, kwa sababu mna utaratibu wenu wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kuingiza katika majira ambayo neno linakutangulia. Ninachokizungumza hapa ni neno linakwenda kukutangulia. Popote utakapokwenda, neno litakuwepo. Na kwa sababu neno litakuwepo, njia itakuwepo. Na kwa sababu njia itakuwepo, ushindi kwako ni lazima.
Uko hapo kwa sababu ya maneno yaliyokutangulia, lakini uko usiku wa leo kuyafuta maneno yaliyokutangulia. Kuna watu mtakuja na shuhuda za ajabu sana. Mtarudi nyumbani mwa Bwana na shuhuda za ajabu sana. Sana. Kazi zimekuwa ngumu, ukikanyaga mguu, kibali kipo, kazi ipo, maisha yanaendelea. Yoshua amepigana vita vingi sana, na wana wa Israeli wameziona vita nyingi sana, lakini hawajawahi kuiona vita ambayo ilifanyika Yeriko. Leo Bwana anasema hii miji yote ambayo ilikuwa imefungwa kwa ajili yako alikukabidhi kwa yako. Hautaiendea kwa farasi wala kwa magari wala kwa mapanga, bali neno litakutangulia. Ninachowapa ni neno. Mwaka huu utajua jinsi ya kuishi ndani ya neno na kuliona neno likifanya kazi katika maisha yako. Mungu akukupa akili, Mungu akukupa fedha, Mungu akukupa nguvu, Mungu akukupa umaarufu. Mungu amekupa neno. Amen. Amina. Kwa sababu ya neno la kiungu ambalo litaanza kuonekana ndani yako kuanzia sasa, kila kitu kitanyooka. Amen. Kila kitu kitakuwa sawa kwa sababu ya neno. Kuna wakati nyinyi kuprofesai mnaona ni kama kuambiwa habari za baadaye, lakini kuna wakati prophecy ni kwa ajili ya kukutia nguvu, kwa ajili ya kukuvika silaha, kwa ajili ya kukuwezesha, kwa ajili ya kukufanya ushinde. Amen. Ninapozungumza ulimwengu wenu wa roho unabadilika. Ile roho ambayo Mungu alimwambia Adamu, nenda ukatawale, ukamiliki, ukazae na kuongezeka, imo ndani yenu leo. Amen. Amina. Utaongea maneno machache ya kawaida, nguvu yake itaonekana. Bahati mbaya mmezoezwa kutumia nguvu na akili kupata vitu, hamjazoea neno. Hamjazoea neno, lakini mmefika mahali ambapo lazima muwe na neno. Mtaingia kila mji kwa neno, mtauteka kila mji kwa neno, mtaumiliki kila mji kwa neno. Neno la leo kwenu, mna upako wa pembe.
Popote utakapoingia watajua kwamba kiongozi ameingia. Amina. Popote utakapozungumza itajulikana kwamba kuna kiongozi anaongea. Amina. Popote utakapokwenda itajulikana huyu ni kiongozi. Unajua roho zinasikiliza kiongozi. Katika ulimwengu wa roho, roho zinamjua kiongozi, zinamjua mtumwa. Utazungumza kama kiongozi. Utawambia ugonjwa ondoka, utaondoka kwa sababu unakujua wewe ni kiongozi. Yule bwana alimwambia Yesu, akamwambia hata mimi ni kamanda katika jeshi langu, nikimwambia huyu njoo anakuja, nenda anakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe utajulikana kama kamanda wa majeshi. Amen. Leo mimi nakupa neno ambalo litakutoa hapo ulipo. Amen. Ninakupa neno ambalo litakufaidisha kutoka hapo ulipo. Amen. Ninakupa neno ambalo litakuwa ni silaha kwako. Amen. Ninakupa siri ya vita. Haleluya. 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 Amina. Amina kwa kigeregere. Wewe ni mtawala. Ondoka hapa leo ukijua kwamba wewe ni mtawala. Wengi hamtanielewa mpaka mwanze kuona matokeo.